Ukiwa na tabia hii ya rahma, kuna zawadi kubwa utakayopata. Zawadi gani? Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, irhamu man fil ard, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kuweni na huruma walioko juu ya ardhi ya Allah, kuweni na huruma na viumbe vya Mwenyezi Mungu. Zawadi mtakayopata aliyekuwa juu ya mbingu saba, ambaye ni Allah jalla jalalu, atakuwa na huruma na nyinyi. Kuwa na huruma si ujinga. Wengine wanaona unapokuwa mpole na huruma wewe ni mjinga, you're too soft, people are taking advantage. Lakini la, wengine tuwajua kwamba wana makosa, wengine tuwajua kwamba wanatuona wajinga, lakini sisi hatuwalengi wao, hatuwahurumii ili wao watuheshimu. La, wengine wanatukosea na tuwasamehe hivyo hivyo, japokuwa hawataki msamaha wetu. Asema nisamehe nini? Kwani mimi najali? Hata usipojali bado mimi nitakuhurumia, nikusamehe, kwa sababu sifanyi kwa ajili yako, nafanya kwa ajili ya Allah, ili naye anihurumie, kwa sababu kuna siku nitahitaji rahma yake. Siku malakal maut akija, nitahitaji rahma yake. Siku nikiingizwa kaburini, nitahitaji rahma yake. Siku nikisimama mbele yake, nitahitaji rahma yake. This is my investment for that time. Na wana huruma na nyinyi, si eti kwamba mimi ni mjinga, nafanya kwa maslaha yako. Na hivi ndio alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama arsalnaka